Sasa namkaribisha Sharifu Majini na yeye aje aseme, na wachungaji mweze kujiandaa sasa. Dakika 5 kila mchungaji atakuja aseme, na nafikiri wachungaji leo wamekuwa ni wengi sana. Mungu awabariki. Inaonekana ni kweli mnaitaka amani ya nchi, na Mungu akipenda tutaandaa mkutano wa nje, tuwatangazia Watanzania wote waje wote, tutoe tamko la pamoja nini maana ya tafsiri ya uchaguzi. Karibu Sharifu Majini. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa afya na kutupa uhai kufika hapa katika kongamano hili ambalo limeandaliwa na Sheikh Mwaipopo. Lakini tunampongeza sana Sheikh Mwaipopo kwa sababu mwaliko ulikuwa kwa muda mfupi. Jana baada ya kupata simu yake nikamwambia nitakuja kwa sababu tunazungumzia amani. Na nyote pia mlofika, mababa askofu, wachungaji na mashehe, tunajua mmeacha madhabahu zenu, mmeacha waumini wenu, lakini mmekuja hapa kwa ajili ya wito. Na wito huu ni ibada. Na ibada hii ni kwa ajili ya taifa. Kwa sababu taifa hili kama likianguka na kuteketea, hakuna mchungaji, hakuna shehe, hakuna mhubiri yoyote atakayeweza kuwahubiria waumini wake ili waweze kuchukua neno la Mungu. Mimi nina dakika 3 wala sio 5. Kwanza, nimepata bahati ya kutembea nchi nyingi sana, na baadhi ya nchi nilikuwa na ndugu yangu Sheikh Mwaipopo katika nchi ambazo zina vita. Nimekwenda Kongo, nimetembea nchi nzima 1999 kwa Kifaransa wanasema 1999. Niliingia katika taifa la Kongo, lakini sikuishia Kongo, nikaingia Angola nikafika Nzaji, nikafika Dundu. Haya ni mataifa ambayo yana vita muda mrefu, toka watu wanazaliwa mpaka wanakuwa. Hayo ni mataifa, ni vita tu. Savimbi vita, kipindi cha Kongo Mobutu wakati uko hai, vita vilikuwa ukanda mdogo sana. Na nilibahatika wakati mzee Laurent Desire Kabila anapigwa risasi, mimi niko Kongo Kinshasa. Na nilipata bahati ya kuingia Kongo, nimeiona vita ni Kabila ambaye huyu alifanya mambo makubwa. Ameambiwa kwamba na mahakama. Tumeona baraza la Kabila ambaye huyu alifanya mambo makubwa. Ameambiwa kwamba na mahakama. Tumeona baraza la maaskofu limekaa kwa sababu ni viongozi wa dini, wamekosoa ile hukumu, wakasema mmekosea, kipindi hiki ni kipindi cha amani. Kabila ana wanajeshi wako ndani ya jeshi, Kabila ana ushawishi ndani ya nchi, amwezi kumnyonga kwa kutoa hukumu kwa kutaka kawa haifai katika maadili ya Mtanzania. Lakini kwa sababu mwanahabari anataka alipwe na YouTube, ataiposti ile habari kwa ushawishi, anajua watu wataiangalia sana. Leo kila mmoja ana simu hapa, ingia katika mitandao ya jamii, habari zenye kuwa na view nyingi ni habari za uchokozi, ni habari za uchochezi, ni habari zisizokuwa na maana, ni habari za matusi. Hizo ndio habari zenye view kubwa. Lakini viongozi wa dini, baadhi yao tumeona katika mataifa tuliyokwenda. Mimi nimekwenda Rwanda, nimekwenda Burundi, katika mataifa ya Afrika nimetembea mataifa zaidi ya 15. Mwaipopo anajua, tumetembea na tumeona ni jinsi gani baadhi ya viongozi wa dini na wanahabari waliweza kutumika kutoa ushawishi katika redio zao, katika madhabahu zao, iwe msikitini ama kanisani, kwa kushawishi watu kwa sababu ya dini au kwa sababu ya ukabila. Sasa leo tuna vita ya siasa na demokrasia ambayo wao wamekuwa kiita. Ogopa sana vita ikija kuingia kwenye dini, hiyo ni vita mbaya. Leo Sheikh Mwaipopo amefanikiwa hapa, tunakaa na baba askofu, tunakaa na wachungaji, viongozi wa dini wanafanya makongamano na mashehe kwa sababu ya kuhubiri amani. Amani ikiisha hapa Magomeni tulipo, hautosikia raia, hautosikia gari, hautosikia daladala. Hapa wanajani wanajeshi, na wanajeshi watakaoingia, wapo baadhi ya vibaka watavamia katika hayo mapigano, watavunja nyumba za watu, wataiba maeneo ya watu, watawanajisi watu, watafanya ubakaji. Na huo tumeona katika nchi ya Kongo na mataifa mbalimbali ikiwemo Angola, nimefika na Msumbiji. Mmeona juzi kikundi kidogo kimeingia Msimbwa da Praia, kikaingia Mweda, kimefanya uharibifu mkubwa sana.
Miaka 7 nyuma tulikuwa na Sheikh Mwaipopo, tumefika mpaka na Mpula, tukafika mpaka Maputo, tukafika mpaka Pemba. Kagame ndio ameenda kusaidia na majeshi yake, amani imerudi katika nchi ya Msumbiji. Sasa tunapozungumzia, na wasihi sana viongozi wa dini na wanasiasa, kabla ya kutamka tamko lako, idha arata an taf'ala shay'an fatadabbara aqibatahu fa in kana khairan fa amdhi wa in kana sharran fantahu. Kabla ya kulitamka jambo, angalia mwisho wake lile jambo unapotaka kulitamka. Kama jambo lile ni la kheri, basi lifanye, na kama jambo lile ni libaya, basi liache. Kwanza, kabla ya kutaka amani ivurugike, kila mwenye mtoto mdogo nyumbani analea, kila mwenye mke nyumbani ambaye ni mkewe, kila mwenye mzazi ambaye anamhudumia kijijini, fikiria kwanza mtoto wako, fikiria mzazi wako, fikiria mke wako, fikiria na wale ambao wewe utoke ili wao waweze kupata kipato cha kula. Ukiwafikiria wale, hautokuwa na ushawishi wa kutaka kuvuruga amani ya taifa lako. Leo ukienda Pyongyang, katika nchi ile ya Korea, mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Facebook hakuna. Na hapa mitandao ya kijamii imekuwa na ushawishi mkubwa wa kutaka kuvuruga amani, ikiwemo TikTok, ikiwemo Facebook, ikiwemo YouTube, ikiwemo na WhatsApp na mitandao mingineo. Lakini mitandao hii, mimi kama binafsi ningekuwa na uwezo, ningeomba vyombo vya mamlaka husika vimshawishi amiri jeshi mkuu ambaye ni rais wetu anagombea, kwamba vyombo hivi vya mitandao siku 5 kabla ya uchaguzi mitandao izimwe, kwa sababu ndiyo yenye ushawishi mkubwa wa kuleta vurugu katika taifa la Tanzania. Inakuwaje leo mtu yuko Marekani anaorganize watu hapa Tanzania? Inakuwaje leo mtu yuko Kenya anaorganize hapa watu Tanzania, na watu wengine bendera fata upepo? Sasa wale bendera fata upepo ndio wanakufaga kama kuku. Nenda kapige kula tarehe 29, rudi nyumbani kwako kapumzike, kasikilize nani anayefaa kuchaguliwa, nenda kamchague. Usiingie katika mkumbo wa kumtukana rais, usiingie katika mkumbo wa kutukana viongozi. Leo ukizungumza hivi wote tunaitwa machawa. Sasa mnataka tuwe machawa? Sisi tunaitetea nchi, tunazungumzia amani. Tubaki katika madhabahu zetu, tuwahubirie amani watu wetu. Na wanasiasa, tunawasihi na nyinyi kuweni na kauli nzuri ambazo mnajua kauli hizi hazitolivuruga taifa hili. Kama alivyozungumza Mheshimiwa Mwaipopo, rais amesema baada ya uchaguzi siku 100 kutakuwa na maridhiano. Hakuna kauli nzuri kama kuzungumza. Uislamu unaruhusu watu wanapogombana wakae, wazungumze, wajadiliane, kila mmoja atoe tofauti yake. Na wasihi wanahabari, na wasihi wanasiasa, na wasihi viongozi wa dini mpo hapa, na wasihi na vijana wa Tanzania ambalo ni taifa la kesho. Amani ni tunu kubwa sana. Ikipotea, kuirudisha kwake kasi yake ni kubwa. Tembeeni muone mataifa na mataifa jinsi gani yamegawanyika kwa sababu ya amani yao imeondoka, na kuirudisha ni kazi kubwa. Ndugu zangu, mababa askofu, na waomba tusihi sana kuliombea taifa letu, tusihi sana kuwaombea vijana, tusihi sana kutoa maneno ya maadili katika makanisa yetu na misikiti yetu, tutafanikiwa. Nashukuru Sheikh Mwaipopo, mimi sina maneno ya kusema. Maneno yangu wanahabari, viongozi wa dini, wanasiasa na wanaharakati, hawa 4 ndio watakao livuruga hili taifa letu la Tanzania. Kama watatulia, taifa litakuwa na umoja. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania, tunakula milo 3. Mimi nimeondoka asubuhi, nimekunywa supu, chapati 3, nikaongeza na chai na maji ya kunywa. Maana yake hii nchi ni nzuri. Nchi ikivurugika, hata hiyo supu utakuwa huioni. Mungu akubariki Sheikh Mwaipopo, Mungu awabariki wachungaji, Mungu akubariki Sheikh Kada, umezungumza maneno mazito. Mimi sina maneno, tumemaliza. Tunataka tuendelee kunywa supu, tuendelee kuwa na amani yetu. Asanteni sana. Asante.